Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu mpya pendwa kabisa. Mtazamaji wangu, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kulazimika kufanya maamuzi haya kwa ajili ya taifa liweze kurejea pamoja. Kwanza kabisa, kabla niweze kukufahamisha zaidi, ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, kitu kikubwa ambacho kinazidi kutarajiwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7 ni amani na upendo uweze kurejeshwa nchini Tanzania, sawia na kama ilivyoweza kuwepo hapo awali kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndio ambao umeweza kusababisha hali ilivyo nchini Tanzania hivi sasa. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba iwapo kama kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan angependa amani iweze kurejea nchini Tanzania, sio kupitia maridhiano tu. Kwanza kabisa, kuna baadhi ya viongozi na watu mashuhuri aweze kuwaachia huru, na walioweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi waweze kujulikana mahali walipo, na ndipo ambapo wafuasi wanaozidi kufuatilia watu hawa mashuhuri. Hapa hivi tunazidi kumzungumzia Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti mkuu wa chama Chadema. Ijapokuwa hakushindwa kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu na kuhudumu kama rais wa 7 nchini Tanzania na kuongoza serikali ya awamu ya 7 nchini Tanzania, hivi sasa jambo ambalo ni muhimu aweze kuachiwa huru, na ndipo ambapo huenda tukaweza kushuhudia wafuasi wakuu ama wananchi wanaozidi kufuatilia chama Chadema kidogo wataweza kurejesha imani kwa uongozi ulioko madarakani, kwani uongozi ulioko madarakani hautaweza kudai hadharani kwamba ungependa hali tulivu, na pia wanazidi kutekeleza mambo ya kurejesha amani iwapo hawajaweza kumwachia Tundu Lissu, na ndipo ambapo kesi ya Lissu hivi sasa inazidi kucheleweshwa ama inazidi kufanyiwa haraka ili iweze kumalizika, kwani hivi sasa siku zimeweza kupita kinyume na alivyokuwa kitarajiwa kubaki gerezani. Vile kuna kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mheshimiwa Humphrey Polepole ni kiongozi ambaye aliweza kujizolea umaarufu wake mkubwa katika mitandao ya kijamii. Na mtazamaji wangu, katika mitandao ya kijamii sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Watanzania wengi wamekuwa wakijiwasilisha hoja zao kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole katika hali ya njia tatanishi. Hivyo basi itakuwa ni jambo kubwa kwa idadi kubwa ya mamilioni ya Watanzania kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kuachiwa huru, na ndipo ambapo viongozi walioko madarakani katika serikali ya awamu ya 7 wataweza kujitokeza na kudai kwamba hilo limeweza kufanyika kuachia kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa ajili ya kujaribu kurejesha imani ya Watanzania kuhusiana na uongozi ulioko madarakani. Ni uongozi ambao uko tayari kushirikiana na wananchi wa Tanzania kwa ajili ya amani iweze kurejea kikamilifu kama ilivyokuwepo kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, hii iwapo itaweza kufanyika, amini usiamini, tutashuhudia idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, hasa wale ambao wanazidi kufuatilia viongozi hawa, kuwa na mtizamo tofauti na uongozi ulioko madarakani, na hata huenda imani ikaweza kurejea kidogo, ila jambo ambalo linazidi kusababisha uongozi ulioko madarakani kushikilia kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole na Mheshimiwa Tundu Lissu. Sote tunafahamu kwamba viongozi hawa hawapendi swala la ukiukaji wa haki za binadamu.
Hivyo basi, huenda kipindi na wakati ambapo wataweza kuachiwa huru, wakaweza kupeleka uongozi ulioko madarakani serikali hii ya awamu ya 7, kipindi na wakati ambapo mamilioni ya vijana Gen Z waliweza kujitokeza kwa ajili ya maandamano ya amani. Wengi wao waliokuwa na nia ya maandamano ya amani ili Tanzania mpya iweze kuzaliwa kutokana na reforms walizokuwa wakizipendekeza ziweze kufanyika kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu. Pia vijana Gen Z walikuwa wakiomba katiba mpya, ila serikali ya awamu ya 6 kwa muhula wa pili hawakuweza kuwa tayari kusikiliza vijana hao Gen Z na kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana hao Gen Z. Hivyo basi, Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Humphrey Polepole, iwapo wataweza kuachiwa huru, wataweza kupeleka viongozi waliokuwa madarakani wakati huo pamoja na maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria wakati huo katika kesi huko ICC kwa suala la ukiukaji wa haki za binadamu na utumiaji wa nguvu kwa kupita kiasi kwa raia suala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa maafisa wa polisi kwa raia ambao ni wenye nchi, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani hivi sasa unahofia pakubwa, kwani wanafahamu jinsi gani ambavyo wataweza kupoteza pakubwa. Hii ikidhihirisha wazi kwamba kweli uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa uko madarakani, unazidi kumiliki kila kitu kinachohitajika kuongoza nchi kwa kikatiba, ila kuna jambo ambalo wameweza kulikosa: uungwaji mkono na ushirikiano na wananchi. Na sote tunafahamu kwamba uungwaji huu mkono na ushirikiano wa wananchi hautaweza kuenda kikamilifu kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wake aliyoweza kuwateua, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo chama tawala cha CCM kiliweza kuchagua viongozi katika nafasi za waziri na hata baadhi ya nafasi zingine katika uongozi huo. Hii ikidhihirisha wazi kwamba wananchi wengi wa Tanzania kwa idadi kubwa wangependa utawala wake Mheshimiwa Lissu, na hapa ndipo ambapo picha na uhalisia unazidi kujitokeza. Ni kwa nini chama Chadema kiliweza kuzuiwa kuwania kiti cha urais katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 sawia na Mheshimiwa Tundu Lissu kufunguliwa kesi ya uhaini na hivi sasa kuwa gerezani. Ila kikatiba sote tunafahamu kwamba jinsi ambavyo Mheshimiwa Nyerere aliweza kuidhinisha vyama vingi vya kisiasa nchini Tanzania, chama Chadema hakikuwa na kosa lolote lile kuzuiwa kutoa kiongozi atakayechukua fomu ya urais kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Tanzania. Sawia, Mheshimiwa Tundu Lissu hakuwa na kosa la uhaini, hakuwa na nia ya uhaini, kwani aliweza kuwa na nia ya kuongoza nchi ya Tanzania. Ila vita vya kisiasa ndivyo ambavyo vimeweza kuchangia Mheshimiwa Lissu kujipata korokoroni. Hivi sasa maswali mengi yakiwemo katika uongozi ulioko madarakani. Je, kupitia mashehe feki pamoja na viongozi wa Kikatholiki ambao ni feki, amani itaweza kurejea kweli, ama waweze kufanya maamuzi magumu ambayo Watanzania wataweza kuamini kwa muda mfupi ila wataweza kufurahia kwa muda mrefu, kitu ama hatua ambayo Mheshimiwa Lissu, Mheshimiwa Humphrey Polepole wataweza kufanya dhidi ya uongozi ulioko madarakani. Mbaya kabisa, huenda tukashuhudia jinsi gani ambavyo hali iliyoko hivi sasa nchini Tanzania kuwa bora zaidi kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Lissu wataweza kuachiwa. Kwanza kabisa tunafahamu jinsi gani ambavyo Watanzania wengi wanazidi kulilia katiba mpya nchini Tanzania. Katiba mpya iliweza kuliliwa kuanzia kipindi na wakati ambapo uchaguzi haujaweza kufanyika, ila
Hivi sasa baada ya uchaguzi kufanyika, ndipo ambapo uongozi ulioko madarakani unafahamu ukweli na sheria za katiba nchini Tanzania. Baada ya miaka mingine huenda mitano, ndipo ambapo ataweza kutoka mamlakani ama madarakani, jambo ambalo watanufaika wao na sio idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Hivyo basi, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni sawa kama kweli uongozi ulioko madarakani ungependa kurejesha Tanzania pamoja, watu waweze kuwa na imani na uongozi huo, waweze kumwachia Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Tundu Lissu na baadhi ya wanaharakati waliokamatwa kwa kosa la kuzungumzia ama kuwasilisha hoja zao, kitu ambacho inaonyesha wazi kwamba waliweza kunyimwa uhuru wa kuwasilisha maoni yao chini ya uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo idadi kubwa ya Watanzania wanazidi kulichukia ama kutofurahishwa nalo. Hivyo basi, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, halafu ni vyema kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, share video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.